Neema na amani zitokazo kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nasi sote tunapokwenda kutafakari ujumbe wa Mungu kwa siku hii ya leo. Neno la Mungu ambalo nimelichagua kwa ajili ya siku hii, sikukuu kubwa ya kipaimara cha watoto wetu, ni kutoka katika kitabu cha Mithali, sura ya 1 mstari mmoja tu wa 10. Mithali sura ya 1 mstari wa 10. Na unasema hivi: mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Turudie wote: mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba yetu unayetupenda, tunasema asante kwa ajili ya siku hii njema ambayo umeifanya wewe Bwana. Siku kubwa, siku kuu kwetu, ambayo watoto wetu wanakwenda kuthibitisha kwa vinywa vyao ule ubatizo ambao walibatizwa wakiwa watoto wadogo na wachanga, na wengine wamebatizwa na wataendelea kubatizwa katika nyakati tofauti. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuomba Roho yako Mtakatifu atamalaki, awe pamoja nasi, awape nguvu kiroho, kimwili, kiakili, kiufahamu, pamoja na sisi sote ambao tumefika tukiwa ni wazazi wao, walezi na wageni wengine wote, ili Mungu kila siku tuendelee kuthibitisha ubatizo wetu, tukimkataa shetani wakati wote na katika maisha yetu. Tunakusihi Mungu, tunapokwenda kutafakari neno lako hili, basi litukumbushe wema wako na kukaa mikononi mwako kwa utukufu wako. Tunakuomba haya katika jina lako Mungu uliye hai, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa, kama alivyokwisha kunitambulisha mchungaji kiongozi wa usharika, mchungaji Tarimu, mimi naitwa mchungaji Emmanuel Leamuya, ambaye ni mlezi wa wanafunzi na mwalimu wa Bible Knowledge katika shule yetu ya kanisa ambayo inaitwa Mtakuja Sekondari. Shule hii iko kata ya Mabogini kule chini Tambarare. Ni shule ya kanisa ambayo tunapokea wanafunzi kuanzia kidato cha 1 hadi kidato cha 4, jinsia zote mbili, wavulana na wasichana. Kwa hiyo wapendwa, nipende pia kuchukua nafasi hii pia kuwaalika na kuwakaribisha katika shule yetu, tuitumie. Ni shule yetu ya kanisa, ni shule nzuri kwa kweli. Wengi ambao wamefuatilia, matokeo yake ni mazuri, na inatumia mfumo wa Quest Forward Learning, ambayo pia huo mfumo ni wa kipekee tofauti na shule za kawaida, ambapo tunafundisha pia mwanafunzi anapoanza masomo, somo linaloitwa Pathways. Mwanafunzi ajitambue kwanza, ajitambue uwezo wake, ana uwezo gani, anataka kuwa nani, atambue ndoto zake, lakini pia tunamsaidia ili azifikie. Na wengi wamefanya vizuri kupitia somo hilo. Kuna shule nyingine mwanafunzi anaenda tu anaambiwa utaenda science, anaambiwa tu utaenda science au utaenda arts, lakini akikaa kijitafakari unakuta bado hajafika hapo. Kwa hiyo nawaalika sana katika shule yetu, na ada zake ni za kawaida kabisa, 1,600,000.
Sio kwamba nasema kwa kuwa mimi ni mchungaji ni shule kweli ambayo matokeo yake hata ukiyafuatilia siku hizi mitandao iko wazi. Ukifuatilia matokeo yake utaona matokeo yake vizuri. Wanapata 1.7 form 4. Kwa hiyo matokeo ni mazuri kwa kweli. Ukifuatilia tu utaona kuna sababu kama una nafasi na kama unajibidisha ama unataka kuweka hazina ya kweli au urithi wa kweli wa elimu kwa mtoto, basi utamleta Mtakuja. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, nipende kumshukuru mchungaji kwa jinsi ambavyo amenialika na kunishirikisha ili nije nifurahi pamoja na ninyi. Kwa kweli kipindi hichi tuko likizo, niko likizo kama wanafunzi wako likizo na mimi niko likizo. Kwa hiyo nikipata mtoko kama huu ni wa kuja kufurahi. Kwa hiyo nafurahi mchungaji, umenialika, nimetoka out nije nifurahi na ninyi washarika pamoja na watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nisiongeze hapo mengi sana, niende kwenye somo letu na kwa ajili ya huduma zilizoko mbele yetu kwa siku hii ya leo. Wapendwa, somo hili ambalo nimependa nikalichagua kwa umaalumu wa siku hii. Nimependa ni kulipa kichwa kinachosema wewe usikubali. Pamoja na yale maneno yote tuliyoyasoma mstari ule wa 10, lakini nimechukua ile sehemu ya B inayosema wewe usikubali. Mwambie jirani yako wewe. Wapendwa, kila siku tunakutana na sauti nyingi kutoka kwa marafiki zetu, tunakutana na sauti nyingi kutoka kwenye jamii, tunakutana na sauti nyingi kutoka katika mitandao ya kijamii, lakini sauti nyingi kutoka kwenye tamaduni zetu kule tunamoishi, lakini sauti nyingi kutoka ndani mwetu ama kutokana na matamanio yetu wenyewe. Sauti hizi tunazozisikia zinatuvuta ama zinatushawishi kuelekea njia mbalimbali. Na njia hizi zinaweza zikawa njia nzuri ama njia nyingine zikawa mbaya. Hizo sauti tunazozisikia zinatuvuta na kutushawishi kuwa na mwelekeo fulani. Kwa hiyo huo mwelekeo unaweza ukaelekea kubaya ama kuzuri. Na ndio maana nimependa kuchagua somo hili ambalo hekima hii ya Sulemani inatukumbusha moja kwa moja kwamba wenye dhambi wakikushawishi wewe, ndio msimamo ama mwelekeo ama hekima ambayo Sulemani anatupatia kwamba tukishawishiwa na wenye dhambi tusikubali. Kwa hiyo wapendwa, tunaweza tukatafakari kidogo kabla tujatoka hapa. Ushawishi ni nini? Kuna kitu ushawishi hapa. Akikushawishi mwenye dhambi, mtu yoyote akikushawishi katika jambo ambalo sio njema, usikubali. Ushawishi ni nini? Tunaweza tukasema ushawishi ni msukumo ama uchochezi unaomfanya mtu atende yale ambayo hataki kufanya. Ni msukumo ama ushawishi unaomfanya mtu atende yale asiyotaka. Ushawishi huo. Kwa hiyo wapendwa, ujumbe wa leo ni wito kwako na kwangu kuweka ulinzi katika maisha yako. Pale unaposhawishiwa, unatakiwa utazame na uwe na ulinzi, uwe na uamuzi ambao
utakusaidia kufikia hatima nzuri ya maisha yako. Maana yake ni kushinda huo ushawishi ambao unakupeleka katika njia mbaya ama njia ambayo isiyo njema. Wapendwa watu wa Mungu, ni tupende kutafakari hoja chache kutokana na somo hili. Mambo machache tu ya tafakari. Jambo la kwanza, na tunasema usikubali kuikana imani. Usikubali kuikana imani. Wewe ni Mkristo, tena Mkristo Mlutheri. Umebatizwa, umepata kipaimara, na ninyi mtapata kipaimara. Mmefundishwa kulingana na misingi ya neno la Mungu. Usikubali kuikana imani yako, kuikataa imani yako, kuisaliti imani yako, ama kwa ujumla kumkana Yesu. Usikubali kumkana Yesu, kumsaliti. Hasa wewe Mkristo, lakini sio Mkristo tu, Mkristo Mlutheri. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi ambao mnakwenda kupata kipaimara, tambueni nyinyi ni Wakristo wa Lutheri, wa kanisa la Lutheri, ambalo ni tofauti na makanisa mengine. Tuna misingi yetu, tuna mafundisho yetu mizuri ambayo imeweka ama imejengwa, imani yetu imejengwa katika neno la Mungu. Katika neno la Mungu, mafundisho ya neno la Mungu. Tumeweka msingi katika kweli ya neno la Mungu. Kwa hiyo usikubali uovu wa dunia na uasi wa shetani unaweza ukatengeneza ushawishi ili tufanye vitu ambavyo ni nje ya maamuzi yetu. Ushawishi, narudia neno pale lile tunaenda nalo sana, ushawishi. Shetani pamoja na uovu wa dunia unaweza ukatushawishi, vinaweza vikatushawishi tukaenda tofauti na maamuzi yetu. Lakini wewe kama Mkristo Mlutheri, usikubali kuikana imani yako. Usikubali kushawishiwa na dunia. Dunia ina mambo mengi na vishawishi vingi. Dunia ina vishawishi vingi tena sana. Lakini usikubali. Neno la Mungu linasema wewe usikubali kushawishiwa na uovu wa dunia, yaliyoko huku duniani, yale mambo mabaya yasikushawishi kumwacha Yesu ama kumkana Yesu, kumsaliti Yesu. Usikubali kuikana imani yako. Wako wengine Wakristo leo hii hata wanaona haya ama aibu kusema Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya watu wako Wakristo wa namna hiyo. Mkristo kweli anaona aibu, anaona haya kusema tu Bwana Yesu asifiwe. Kukuta Wakristo wenzako ama watu hiyo kama salamu. Kuna watu wa namna hiyo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaogopa hata hiyo. Kwenye daladala hataki ajulikane, mtu anafika mahali hataki ajulikane ni Mkristo. Watanionaje? Watanionaje? Wanaogopa. Ukiona unaogopa, ujua hapo ulipo sio mahali sahihi. Usione haya kumkiri Yesu, kumtangaza Yesu
ambaye huyu Yesu ndio injili yenyewe. Na Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 inasema usionee haya injili. Maana yake usimuonee haya Yesu Kristo, kwa maana ukimkana hapa duniani mbele za watu, kule atakukana naye baadaye mbele ya Baba yake, mbele ya kiti cha enzi. Usione haya kumtangaza Yesu. Jambo la pili, wapendwa, hoja ya pili ambayo tunaitafakari, usikubali kutenda dhambi ya kuharibu maisha yako. Usikubali kutenda dhambi ya kuharibu maisha yako. Heshimu muda ambao Mungu amekupa kuishi hapa duniani. Heshimu muda ikiwa ina maana maisha yako yamegawanyika katika vipindi tofauti. Kuna utoto, ujana, utu uzima, alafu unakwenda nini? Uzee, si ndio? Ni muda ambao Mungu amekupa. Ukifanikiwa kuwa katika kipindi kimoja wapo, kitumie vizuri. Ndio maana nasema heshimu muda ambao Mungu amekupa kuishi hapa duniani. Ukiwa mtoto, ishi kama mtoto. Ukiwa kama kijana, ishi kama kijana anayetenda mapenzi ya Mungu. Hali kadhalika mtu mzima hata mzee. Wapendwa, nasema hivyo kwa sababu katika dunia ya sasa kuna ushawishi wa kila namna. Vipo vishawishi vingi ambavyo vinapelekea kuharibu maisha ya mtu. Mtu akaharibika kiroho, mtu anaharibika kiakili, akili inavurugika, wengine wanakuwa mpaka vichaa. Lakini vishawishi vingine vinaharibu hata mwili, vinaharibu mwili. Kwa hiyo epuka sana hivyo vitu ambavyo vinaharibu vile vinavyoharibu maisha yako. Na tunajua viko vingi, hata tukiviorodhesha na vijua vinavyoharibu maisha ni nini. Hebu tutaje wanafunzi wa kipaimara, nini vinaharibu maisha? Kama nini? Viko vingi. Nini kinaweza kuharibu maisha? Ulevi, yes. Ulevi wa pombe, uzinzi, uvutaji ama utumiaji wa madawa ya kulevya. Tunasikia mapenzi ya jinsia moja, lakini uko uchafu mwingi na kadhalika. Ni vitu ambavyo vinaharibu maisha ya mtu. Kwa hiyo vitu hivyo usikubali. Vinakuja kwa ushawishi. Kuna ushawishi uko nyuma ya hivi vitu. Kuna nguvu, kuna msukumo wa kuendea katika hivi vitu. Kwa hiyo, lakini tunabaki na msimamo. Wewe usikubali. Kama nilivyosema, hivi vyote ambavyo mmevitaja na vingine vingi vinaharibu maisha ya watu. Na usiharibu kile ambacho Mungu amekupa kutokana na ushawishi wa dunia. Usikiharibu hicho ambacho Mungu amekupa. Ujana ambao Mungu amekupa usiuharibu kwa kushawishiwa. Mungu amekujalia umekuwa mtu mzima, baba, mama. Usikubali kuharibu heshima yako, ndoa yako, familia yako kwa kushawishiwa. Mtu mzima unaweza kukuta umevuka vizuri ujana, sasa ni mtu mzima. Umefanikiwa, labda uko hata kwenye ndoa, kwenye familia. Ukiharibu, unasikia misemo siku zote wanasema mtu mzima hovyo. Yaani ukishaona mtu unaitwa
wa ovyo ulio umeshaharibika. Jitafakari, uko wapi? Utoke huko, kwa maana utakuwa ni mtu mzima, lakini ni mtu mzima wa ovyo, sio sawa sawa. Tambua kwamba we kijana na mtu wa Mungu ambaye uko mahali hapa, kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kila muumini, kila Mkristo, mwili wake ni sawa na kanisa. Kanisa kama linavyojaa shangwe na watu wa Mungu, lakini mwili ndiyo kanisa ambalo Mungu, Roho Mtakatifu, Yesu Kristo wanapaswa kuishi ndani mwetu, wanapaswa kuishi ndani mwako, sio vitu vingine. Kwa hiyo usikubali kitu kichafu, kiovu ama shetani aweke makazi katika maisha yako, katika mwili wako. Utayaharibu maisha yako kwa ujumla. Usikubali kushawishiwa. Nasema tena, dunia ina msukumo mkubwa, inashawishi, inadanganya. Hata hivi mlivyovisema, ule ushawishi wa dunia atakwambia kunywa kidogo tu, kunywa kidogo tu, kidogo tu. Au kama ni kuvuta, anakuambia vuta kidogo tu. Lakini unamwambia wewe, mwambie jirani yako, wewe usikubali. Hakuna cha kidogo tu, hakuna kidogo tu. Anakuambia uvute kidogo, hakuna kidogo. Kunywa kidogo, hakuna kidogo. Ndio unaharibika hivyo. Nauliza wanafunzi wa kipaimara, mnaenda kubarikiwa, unaweza ukaonja sumu? Kwa hiyo mwambie jirani yako, sumu haionjwi. Wewe ukasema unaonja sumu. Ni sawa sawa na hayo mambo ya duniani. Usionje, usijaribu kitu ambacho kinakuharibu wewe. Achana nacho, achana nacho. Nasema tena, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 16, sura ya 6 mstari wa 19. Lakini wapendwa, usifungue Biblia usisome. Tunakwenda hoja ya tatu. Hoja ya tatu, usikubali kujikataa ama kukataa jinsia yako. Usikubali hata siku moja kujikataa na kukataa jinsia yako. Jinsia ni jinsi ambavyo wewe ulivyo, ni mwanaume, mwingine ni mwanamke. Kuna watu ambao wana hii jinsia, ulizaliwa hivyo, ni Mungu alipenda wewe mwanamke ama wewe mwanaume. Hakuna ambaye alimuomba Mungu awe mwanamke au awe mwanaume. Kwa hiyo jikubali na ujipende jinsi ulivyo, kwamba wewe ulivyo ni kazi ya Mungu, ni kazi ya kimungu. Unapochagua jinsia tofauti, unamkosoa Mungu, unamsaisha Mungu, na kwa jinsi hiyo unamkosea Mungu, unamkufuru Mungu. Dunia ya sasa unasikia kuna watu mtu anafika mahali anasema eti mwanaume, unasikia mwanaume anasema bora ningekuwa mwanamke, bora ningekuwa wa kike. Mwanaume anasema hivyo. Sasa Mungu yeye aliona kwamba wewe unafaa kuwa mwanaume akakuumba hivyo. Aliona unafaa kuwa mwanamke akakuumba hivyo. Alafu utasikia mtu mwingine anasema au ni mwanamke, bora hata ningezaliwa wa kiume. Bora haifai tena. Wengine wanaenda mbali mpaka wanataka wafanye nini? Wafanye surgery, operation fulani, wajibadilishe. Mwanaume awe kama mwanamke, awe na muonekano wa kike. Mwanaume huyo. Huko duniani wanasema mashoga. Mashoga, tabia ushoga. Mtu anatamani kuwa tofauti. Hapana. Hii ni tofauti na ni kinyume na mpango wa nani? Wa Mungu. Jikubali jinsi ulivyo, jiheshimu, ipende, mtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wewe umeumbwa kuwa mwanamke, maana yake unatakiwa uje kuwa mama, mwanamke kweli kweli, mwanamke shupavu, shujaa. Kama ni mwanaume hivyo hivyo umeumbwa uje kuwa mwanaume, uwe baba.
tena baba shupavu na shujaa. Kwa lazima ujikubali, ujipende jinsi ulivyo. Usijaribu kumkosoa Mungu. Hizo tabia nilivyosema tena unasikia huko duniani zipo. Kuna watu wa jinsi hiyo. Hiyo ni kumkufuru Mungu, ni kumkosea Mungu. Kwa wanafunzi pamoja na watu wote, wanafunzi wa leo pamoja na watu wote, tutambue, tuheshimu na kuenzi uumbaji wa Mungu. Tujikubali na kujiheshimu jinsi ulivyo. Hoja ya 4 na karibia mwisho, usikubali kuzika ndoto yako. Kwa mwanafunzi unakwenda kubarikiwa, usikubali kuzika ndoto yako. Tukiwauliza, najua mmeulizwa mara nyingi mpaka mmefika hapa. Kila mmoja ana ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Na ndoto sio? Wale mlio na ndoto mnaopata kipaimara, nyosha mikono. Nyosha mkono juu kama una ndoto. Najua mna ndoto nyingi, mmeuliza, kila mtu anajua sasa hivi. Anajua mimi nitakuwa siku nani? Mwingine anasema nitakuwa daktari, mimi nitakuwa mwalimu, mimi nitakuwa mwanasheria, mimi nitakuwa mchungaji. Kila mmoja ana ndoto yake. Kwa hiyo usikubali hiyo ndoto kuizika. Maana yake usikubali ife. Kila siku ifuatilie, iwe hai. Maana yake hiyo ndoto yako inatakiwa itimie, iwe kweli. Jinsi unavyopenda uje kuwa daktari, uje kumshukuru Mungu hapa madhabahuni siku moja, sasa hiyo umeshakuwa daktari, unatibu watu. Yaani hiyo ndoto inatakiwa itimie. Usikubali iharibike. Maana yake ukizembea, ukiwa mzembe hapa, ndoto inafanyaje? Inakufa, inaharibika. Na inakufa na kuharibika kutokana na nini? Ushawishi. Ushawishi. Ule ushawishi tumesema wa duniani. Dunia ina sauti, inasema, ina sauti nyingi. Na tumeshasema tena, ile sauti usikubali, ikatae, ikimbie. Ili kulinda hiyo ndoto yako, uifikie ndoto yako. Jambo la 5, hoja ya 5, usikubali kutumiwa vibaya kwa hila ya wabaya ili kufanikisha nia ya wabaya. Usitumike vibaya. Kwa kifupi, usitumike vibaya. Kwa duniani kwa mtani watu wanapenda kusema, wanasema msukule. Yaani usiwe msukule. Usiwe msukule, usitumike vibaya. Usitumike kutenda mabaya alafu useme nimetumwa, fulani ameniagiza. Mbele za Mungu hakuna utetezi huo. Hata mbele za mahakama utajitetea kwamba fulani, wewe ukaue alafu useme nimeambiwa fulani analidanganya. Usikubali. Usikubali. Hakuna utetezi kama huo. Usikubali kutumika kwa ajili ya kuwanufaisha wengine kwa kutenda maovu. Kwa hiyo unaposhawishiwa kufanya mambo mabaya kwa wengine, usikubali. Unaposhawishiwa kutenda mambo maovu, mabaya dhidi ya watu wengine, usikubali. Kuwa mzalendo wa kujipenda na kuwapenda wenzako. Usimdhuru mwenzako useme nimetumwa. Kule shuleni, uko nyumbani, usikubali. Ni kutenda dhambi, ni kumkosea Mungu na utakuwa na hatia. Kwa hiyo wapendwa, tuyaishi makusudi ya Mungu kwa muda tulio hapa duniani. Embu kila mmoja wetu ayaishi makusudi ya Mungu kwa wakati ama kipindi ulichopo. Yaishi makusudi ya Mungu. Kama ni kijana, uishi kama kijana mcha Mungu, utende makusudi ya Mungu ya kumtumikia Mungu kwa wakati huo. Hali kadhalika mtu mzima, lakini pia mzee pia. Kila mtu aishi kwa kusudi la Mungu. Usikubali ukose ufalme wa Mungu kwa sababu ya watu wengine. Usikubali ukose ufalme
wa Mungu. Mwambie jirani yako usikubali kukosa ufalme wa Mungu. Yaani ufalme wa Mungu ama wa mbinguni ni wa kupigania, ni kila siku ufanye bidii. Ukiona unaenda kukosa, nirekebishe. Wewe kila siku unavyoishi kila siku, ishi kama mtu anayeutafuta ufalme wa mbinguni. Yaani ufalme wa mbinguni, ukija leo, ukija sasa, tuingie mbinguni. Ukija sasa hivi tukiwa hapa, tuingie mbinguni. Na ndio maana ya kuwa tayari. Wapendwa, nimalizie kwa kusema hivi. Kitabu hichi cha Mithali sura ya 1 mstari huu mmoja tu wa 10 niliousoma ama tuliotafakari, ni sauti ya baba mwenye upendo. Baba mwenye upendo akimwambia mtoto wake ama mwana wake, akimwambia kabla dunia haijakufundisha vibaya, jifunze kusema hapana kwa uovu. Ndio maana tumesema wewe wakikushawishi wewe usifanyaje? Usikubali. Kwa hiyo ni kujifunza kusema hapana. Kwa maneno mengine ni kujifunza kusema hapana kwa yale mambo yasiyofaa. Iwe yametoka wapi, ukiona halifai, sio misingi ya neno la Mungu, unadanganywa, unadanganyika, sema hapana. Jifunze kusema hapana. Sio kila kitu tu unasema ndio. Hapana. Sio vyote vya kusema ndio. Wapendwa, kwetu leo sisi ujumbe huu unasema nasi pia vile vile kwamba tusikubali mashinikizo ya wakosaji. Tusikubali kushinikizwa na watu waovu kwamba tufuate wanavyotaka. Tukubali tu ndio mashinikizo. Simama katika nafasi yako. Simama katika kweli. Na tunaambiwa hiyo kweli itatuweka huru. Kweli ndio inamweka mtu huru. Kwa maana kuna watu wengine hatusimami katika nini? Tunaishi kwa mashinikizo. Hapa tunaweza tukaelekea tukasema mchungaji akiongea kitu labda ni level ya usharikani, mkasema ndio baba mchungaji. Lakini watu wanabaki na madukuduku. Kule kwenye jamii zetu tunakubali kwa shinikizo. Labda tumeshinikizwa, mkienda pale msimame mseme ndio. Moyoni kabisa na unaona ni hapana, lakini umepewa labda ni bahasha yenye pesa, labda tukienda pale semeni ndio mzee. Kwa hiyo simama katika haki. Tembea katika hekima ya Mungu. Hasa nyakati hizi hekima ya Mungu inahitajika kweli. Hekima ya Mungu inahitajika kweli. Kusimama katika haki, ili haki ikitamalaki, basi tuwe na amani. Na ile amani ambayo imetangazwa, ile amani pitayo amani zote, ni ile ya Yesu Kristo, ile ya shalom. Sio amani hii inayotajwa inayotokana na haki. Ile ya Mungu ya shalom ni kuwa na amani kuanzia nafsini, rohoni, kuwa na amani. Basi wapendwa watu wa Mungu, Mungu atubariki na atupe kutafakari zaidi na zaidi juu ya hatima ya maisha yetu, lakini tukitambua kuishi kwa kusema hapana pale inapobidi, tusikubali mashinikizo, lakini pia tukitambua kule mwanzo kwamba unaposhawishiwa wewe usi. Mungu alibariki neno lake. Amen. Engare, Nairobi, Engare, kijito cha maji